Habari za mashambani. Habari za mashambani. Nimeamka na alfajiri, mvua imenyesha kidogo usiku, mbegu ziko mkononi, moyo kota. Huenda watu wengi tumekuwa tukijiuliza, je, ni kweli kilimo kinalipa? Kwa miaka mingi zimesikika sauti zikieleza kuwa zipo fursa kubwa katika ardhi na sekta ya kilimo, fursa zinazowavutia hata wawekezaji wakubwa na wengi kutoka nje ya nchi kuja kuwekeza. Lakini swali la msingi linabaki, ni nini kifanyike ili kukuza uchumi wa mkulima mdogo? Ukuaji wa kilimo hauji kwa bahati wala kwa pupa. Ni mchakato unaohitaji maarifa sahihi, mafunzo ya vitendo, uvumilivu na utekelezaji wa hatua kwa hatua. Kutoka hali ya uzalishaji mdogo na usio na tija hadi kufikia ubora wa tija na faida. Mafanikio katika kilimo huanza kwa kubadili mtazamo, kupata elimu sahihi na kuthubutu kufanya maamuzi bora. Na leo tunakuletea ushuhuda wa mkulima aliyeguswa na mradi wa RIPAT uliosimamiwa na shirika la Rekoda wilayani Ruangwa mkoani Lindi. Mradi uliolenga kuimarisha uwezo wa mkulima mdogo kupitia mafunzo ya kilimo na ufugaji bora. Kwa majina naitwa Rashid Sefu Ngale, nimezaliwa kijiji cha Ng'au, tarafa ya Nacho, wilaya ya Ruangwa, mkoa wa Lindi. Mimi ni mwanakikundi wa wapambanaji, nimejiunga na mradi huu wa RIPAT mwaka 2023. Walikuja watu wa Rekoda kijijini kwetu. Walipofika watu wa kijijini kwetu wa Rekoda, wakahamasisha kwenye upite ofisi ya serikali ya kijiji, ikapigwa mbio la ngambo, watu tukafikia kwenye kijiji, tukaitishwa mkutano. Tukakaa kwenye kikao cha mkutano, wakasema wao wataka kufundisha kwa njia ya kilimo cha mboga mboga, migomba na vitu vinginevyo. Kwa sababu walivyoongea vile wale, mimi nikahamasika kuingia kwenye kikundi cha Rekoda ili nije kupata ufundi huo, ujuzi wanataka kuelekeza wao. Kupitia mafunzo ya kilimo bora na ufugaji kutoka mradi wa RIPAT, Bwana Rashid alipata mwanga mpya. Kabla ya mafunzo bora ya kilimo, uzalishaji wa Bwana Rashid ulikuwa mdogo na kipato hakikukidhi mahitaji ya familia. Kabla sijapata elimu na RIPAT, nilikuwa nalima chini ya robo eka. Ila baada ya kupata elimu na RIPAT, ndio sasa nalima eneo kubwa, kwa sababu napanda kwa kupitia utaalamu. Kwa kama zamani nilikuwa napanda miche mingi, nilikuwa naweka kwenye matuta machache. Miche ile ingeweza kupanda matuta mengi zaidi. Na sasa hapa mfano ninao. Baada ya kupanda mistari na kuna tuta ambayo sijapanda kwa mistari, ile tuta ambayo sijapanda kwa mistari imeingia miche mingi zaidi. Alafu hiyo mituni niliyopanda miche kwa mistari imeingia miche kiasi na imeenda vizuri na yote inaenda safi. Kwa kufanya hivyo maana yake baada ya kufanya hivyo kilimo changu kimepanuka. Kwa maana yake nimetanua shamba, baada ya shamba sasa ndio kubwa, kutoka kwenye robo mpaka kufika eka moja. Hapa ndipo tunapotambua ukweli huu: kufanya jambo lolote bila elimu ni sawa na kusafiri baharini usiku wa kiza kinene bila dira. Matokeo yake huwa ni kupotea na kukata tamaa na kushindwa kufikia malengo. Elimu ndiyo dira ya mafanikio. Katika mradi wa RIPAT niliamua kuchagua kabla ya uchaguzi ile ya mazao ambayo nataka niyatumie. Moja wapo nilichagua zao la vitunguu ambayo ndio hivi mnaviona. Pia nilichagua nguruwe, ninao. Pia nilichagua kuku, ninao. Na sasa nimeamua kuandaa shamba la migomba. Tayari nishaweka mashimo 100, bado kupandikiza tu. Kwa hiyo mashimo yameshakamilika tayari kila kitu. Tushachimba kisima nini kwa ajili ya kumwagilia. Kwa taratibu za migomba tayari, bado kupandikiza. Simulizi na ushuhuda wa Bwana Rashid Sefu Ngale unatupa tafakuri ya kina kuhusu mustakabali wa kilimo chetu na maamuzi tunayoyafanya leo kwa ajili ya kizazi cha sasa na kijacho. Na hapa tutarejea swali letu la kwanza. Je, ni kweli kilimo kinalipa? Nami nitakujibu ndiyo, ikiwa kitaendeshwa kwa maarifa sahihi, ubunifu na bidii. Ni wazi kwamba zipo fursa nyingi katika ardhi na kilimo ambazo zinaweza kuboresha kipato cha mkulima mdogo na kukuza uchumi wa jamii kwa ujumla.
Kinachohitajika ni uwekezaji katika elimu, mafunzo na utekelezaji wa mbinu bora za uzalishaji. Kilimo si tu chanzo cha chakula, ni msingi wa uchumi, ajira na ustawi wa taifa. Na kufikia hapa sina la ziada kwa leo. Endelea kutufuatilia tuweze kujifunza pamoja. Hadi wakati mwingine, ni mimi msimuliaji wako Jacob Morris kutoka Drone Media. Kila ndoto ya binti, tazama vile tulivyokuja mbali. Hofu na tumaini vikimba sambamba. Mimi ni msimulizi wa mabadiliko, kati ya magorofa na njia za zamani. kila pumzi ya mji yaniita kwa jina. Simulia tena.